Basi ningependa kuomba, ila kabla niombe tungesoma kutoka kitabu cha Wakolosai 3 mstari wa 1. Unasema kwamba basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa, aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi: uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani, mlipoishi katika hayo. Na Mwenyezi Mungu, asubuhi ya leo Bwana, tunataka tukushukuru ni kwa ajili ya neno lako kutoka kitabu cha Wakolosai 3 kuanzia mstari wa 1 hadi pale wa 7. Basi Mungu, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwaminifu katika maishani mwetu. Umetulinda, umetuongoza, na hakuna aliye kama wewe Bwana. Kwa kweli hatuchukulii kama jambo la kawaida ya kuwa tunaamka kila siku. Kwa kweli ni kwa nguvu zako, ni kwa uaminifu wako, ni kwa neema yako tu Bwana tunaishi. Bwana, asante ni kwa ajili ya neno lako. Limetufunza Bwana ya kwamba Bwana tusifikirie yaliyo chini, tusifikirie yaliyo katika nchi, bali tufikirie yaliyo juu mbinguni, maana kule ndiko tunakokwenda. Bali tufikirie yale yaliyo juu mbinguni. Mwenyezi Mungu, neno lako linasema kwamba tuachane na tamaa za mwili, tuachane na tamaa mbaya, tuachane na maabudu ya sanamu, tuachane na uasherati. Basi Mungu, tuajalie tukatembee vizuri katika neema yako, katika pendo lako na katika neno lako. Ya kwamba Mungu, siku zote hatutakuwa Wakristo wa kusikiza neno lako na hatulitendi, bali siku zote Bwana, tunaposikiza neno lako, tunaposoma neno lako, tukaweze Bwana kuliishi na kutenda sawa sawa na mapenzi yako. Tupe nguvu Baba, tuongoze Roho Mtakatifu wa Mungu, ili kwamba tukaweze kukupendeza wewe, tukaweze kukufurahisha wewe, tukaweze kufanya yale yaliyo sawa Bwana, ili mambo yetu yakaweze kunyooka katika jina la Yesu Kristo. Na zaidi ya yote Bwana, tunapoishi hivi vizuri, tunapoishi katika kukutii wewe, tunapoishi katika kukutumainia wewe Bwana, utaweza Bwana kutukumbuka katika ile siku ya mwisho, ile siku ya hukumu. Basi Mungu, acha tukaweze kutembea tukiongozwa na Roho, ili siku ile Bwana tusisahaulike katika jina la Yesu Kristo. Ili siku ile majina yetu hayatasahaulika katika kitabu cha uzima wa milele, bali Mungu, tutakaribishwa kama wanao. Asante Mungu kwa kuwa wewe ni mwema. Tuajalie Bwana tukaweze